Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Alhamisi. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunalolipata kutoka katika Injili ya Yohane sura ya 15 aya ya 9 hadi ya 11, na baadaye pia somo tunalipata katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15 aya ya 7 hadi ile ya 21. Nitasoma. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hayo ninawaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika sura ya 15 ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye anajiandaa kuingia katika mateso, kifo na ufufuko wake, akiwa na wale mitume 12 ndani ya karamu ile ya mwisho, katika ule usiku wa Alhamisi Kuu, anawaambia wanafunzi wake maneno mazito kabla hajaondoka. Na mara nyingi sana katika kila jamii ya watu, kiongozi mkubwa wa jamii kabla hajaondoka, hajafariki, watu wengi huwa wanauliza, kabla hajaondoka alitamka maneno gani? Alituachia wosia gani? Wosia ambao Yesu analiachia kanisa, yeye kama kiongozi mkubwa. Wosia anaowaachia hawa mitume ambao walikuwa napaswa waweze kutembea nao ni wosia huu, kwamba mtambue kwamba Baba ni mwenye upendo. Mungu Baba ni mwenye upendo mkubwa sana, na kama vile Baba alivyompenda Bwana wetu Yesu Kristo, vile vile pia na yeye mwenyewe pia alivyoweza kuwapenda hawa mitume. Anasema kwamba kaeni katika pendo langu, wakae katika pendo. Habari anayozungumza Yesu juu ya pendo au juu ya upendo, kipindi hicho ambacho Yesu alikuwa anaishi, jamii ile ilikuwa imeongozwa au ilikuwa inatawaliwa na Warumi, ambao pia Wayunani ndio ilikuwa wametoa falsafa yao kubwa sana, ambapo ukisoma Kigiriki, ukisoma falsafa, maana yake tayari wewe ni mtu mkubwa. Walianza kutafasiri juu neno hili la upendo. Upendo wakaugawanya katika maeneo makubwa matatu. Hatua ya chini kabisa ya upendo walipatia jina linaloitwa eros. Eros ulikuwa ni upendo wa vitu, upendo wa nipe nikupe. Yaani, kama wanipenda ninunulie chipsi, na kama wanipenda ninunulie zeze. Upendo wa vitu, na kununulia kitenge, na kununulia gauni, na kununulia shati kwa sababu nakupenda. Nisipokupatia vitu, manake wewe sikupendi. Kwa hiyo hilo ukawa ni upendo wa chini kabisa. Wakasema upendo wa kweli haupo katika swala zima la vitu. Hiyo inaitwa eros. Wakasema huo si upendo. Upendo wa pili ukawa ni upendo wa familia, ambao unaitwa filia. Yaani ni upendo wa mtoto kuweza kumpenda mzazi wake, kama vile katika nyakati hizi mtoto wa kiume anavyompenda mama yake na mtoto wa kike anavyompenda baba yake. Huwezi kumwambia kitu mtoto wa kike kwa baba yake. Hampendi baba yake kwa sababu baba yake amempatia kitu. No, imetokana tu ndani ya moyo wake, anavutwa kumpenda baba yake. Baba anavutwa kumpenda mtoto wake, ndio maana atamlipia ada. Mama anavutwa kumpenda mtoto wake, ndio maana atamtunza. Ni upendo wa kifamilia. Hawa Wagiriki wakasema hapa kidogo kuna upendo, lakini unakuwa umefungwa katika eneo hili la familia. Baadaye wakapanda juu zaidi, upendo nambari 1. Upendo nambari 1 wakaupatia jina la agape, agapos, kwamba ni upendo ambao hauna masharti. Yaani, ninakupenda si kwa sababu umenipatia vitu, ninakupenda jinsi ulivyo. Na huu upendo ambao hauna masharti ndio wakasema ni upendo wa Mungu Baba, kwamba Mungu Baba aliupenda ulimwengu
alitupenda watu wake, anatupenda mpaka sasa, si kwa sababu sisi ni wema sana, anatupenda kwa sababu alituumba, anatupenda hadi katika dhambi zetu, anatuachilia. Yaani Mwenyezi Mungu haangalii madhaifu yetu. Angekuwa Mwenyezi Mungu anaangalia madhaifu yetu, hakuna yeyote ambaye angeweza kusimama. Sasa Yesu ndipo anazungumza, anasema angalieni ni pendo la namna gani ambalo Mwenyezi Mungu alitupenda, mpaka katika kuanguka kwetu, katika kuteseka kwetu kwa magonjwa, kupotea kwetu, kuhangaika, akasema hapana, mwanadamu asiendelee kuteseka. Akamtuma mwanaye akaja hapa duniani, akaja mwanaye akaja akamwaga damu yake, akatoa maisha yake kwa ajili ya kuweza kutukomboa sisi. Ndio Yesu anasema kwamba Mungu Baba alimpenda ulimwengu, akampenda na huyu Yesu ambaye alikuwa amejitoa, na Yesu yeye mwenyewe akaja na ujumbe ule ule wa upendo. Kwa nini? Katika Agano la Kale, kila mwanadamu au taifa la Israeli walipokuwa wakitenda dhambi, walikuwa wanapata adhabu kubwa ya kupelekwa utumwani na majanga makubwa, vifo vikawa vinawakuta. Katika Agano la Jipya ambalo Yesu amemwaga damu yake, damu ya Yesu inatutakasa, damu ya Yesu inatupatia nguvu. Akasema kwamba mkae katika pendo la sadaka. Upendo unaozungumza Yesu, upendo wa agape, ni upendo ule wa sadaka, kwamba Yesu Kristo alitoa damu yake, alijitoa sadaka, akatupenda. Yaani hata sisi wenyewe katika kuweza kuwapenda wenzetu, tunapokaa katika pendo lake, jitoe sadaka. Hata kama mtu amekufanyia mabaya, jitoe sadaka, msaidie. Mpende adui yako, mpende yule anayekuumiza kwa sadaka kubwa. Pendo la pili ambalo Yesu anazungumza ni upendo wa kusamehe. Yaani umeumizwa sana, samehe. Kaa katika pendo hilo, msamehe yule aliyekuumiza. Na Yesu anasema kwamba mkizishika amri hii, ukiishika amri hii ya upendo na maneno haya yakikaa ndani mwetu, anasema kwamba amri ya upendo ikiwa ndani mwetu, anasema tutakuwa ni watu wenye furaha. Upendo unaleta furaha. Upendo wa msamaha unaleta furaha. Upendo wa sadaka unaleta furaha. Upendo wa kutii unaleta furaha. Ukijiona kwamba huna furaha ndani ya moyo wako, kwamba kuna mtu unasikia mara kwa mara ukikutana naye kuna kitu kinakata hapa, sikiliza, badilisha, mpende. Hujui yaliyomkuta katika safari yake ya maisha mpaka akafanya mambo kama hayo. Amesema furaha yake itakaa ndani mwetu, na baadaye pia na sisi wenyewe pia tutakaa ndani mwake. Sasa hii furaha hii, yaani ya upendo ule wa Kristo, ndio ambao uliliongoza kanisa la mwanzo, mpendwa mtazamaji, ambalo lilipita kwenye changamoto kubwa sana. Kipindi hicho Paulo na Barnaba wameenda kuwahubiria watu wa mataifa, na watu wote wakamjia Kristo. Wakaibuka Wayahudi ambao walikuwa wana chuki mbaya sana walipoona hawa wa mataifa wamekuja katika Ukristo. Hawakutaka watu wa mataifa wafurahie baraka na neema za Mwenyezi Mungu. Wakaanza kuwapatia masharti makubwa kwamba lazima mtahiriwe. Ilikuwa neno la uchungu sana. Ni kweli, alama ya kutahiriwa ilikuwa ndio alama kwa Myahudi kweli kweli. Mtu mzima ambaye amekuja katika swala zima la Ukristo wake aanze kutahiriwa, kidonda hicho kitapona lini? Baadaye sasa kanisa lilipojaa nguvu ya upendo likasema hapana, tusiwatwike watu hawa mizigo mikubwa. Waliposikia Paulo na Barnaba walipokuwa wanatoa ushuhuda Mwenyezi Mungu alipotenda haya mambo ambayo ni makubwa, wakasema tusiwatwike hawa watu mizigo ambayo ni makubwa. Wakatoa masharti haya, wakasema kwamba tunawaandikia barua hii kwamba mjiepushe tu na mambo haya, yaani mjiepushe na vyakula ambavyo vimetolewa makafara kwenye mazindiko, mjiepushe na mambo ambayo ni mabaya, nyama za kusongolewa, mjiepushe na ibada za damu. Mkijiepusha na mambo kama haya, Mungu wetu ni Mungu mwenye upendo, yeye haangalii masharti ambayo ni makubwa zaidi. Wakasema tusiwatwike mizigo kama hii. Kanisa la mwanzo lilidumu katika upendo huu. Kanisa la sasa hivi halijadumu katika upendo. Masharti makubwa sana kwa watu, tuwaumiza watu, tuwatesa watu kwa masharti mengi sana, hadi watu wanavuja damu. Hebu turudi tukae katika ule upendo wa agape, upendo ambao si wa vitu. Kanisa la sasa hivi linaangalia vitu. Mtu mwenye vitu ndio atakayeweza kupendwa, asiyekuwa na vitu hapendwi. Kanisa la sasa hivi linaangalia mtu mwenye sadaka kubwa ndio anayependwa, anapewa vitu vya mbele. Asiyekuwa na sadaka kubwa hapendwi. Kanisa la sasa linaangalia mtu mwenye magari makubwa, anayekuja ndio anapata nafasi ya kuweza kusikilizwa. Mtu asiyekuwa na magari hasikilizwi. Hiyo ni eros. Kanisa la sasa hivi linaangalia familia bora zaidi. Zile familia ambazo sio bora hawamwendei. Kanisa la sasa hivi, hata watumishi wa sasa hivi wanaenda kwenye zile familia zenye unafuu,
yaani wanapenda tu familia zao. Sasa hivi upendo ambao Kristo anataka tukae nao, anataka tukae katika upendo wa agape, upendo usiokuwa na masharti, upendo ambao hauangalii vitu, upendo ambao baadaye tukifika mbinguni tutaulizwa ni namna gani tulivyopenda. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.